Monica Agustino, mkazi wa Mbezi Beach jijini Dar es Salaam, mama mlezi wa mtoto Michael Fred mwenye umri wa miaka 2.5, ambaye picha zake zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii zikimwonyesha akiwa amelala juu ya kaburi la mama yake. Amesema kwamba mtoto huyo alikwenda kwenye kaburi hilo alilozikwa mama yake lililopo katika maeneo ya Mtongani, akiwa ameambatana na kaka zake kwa ajili ya kwenda kufanya usafi, ndipo alipojitokeza mtu ambaye hajafahamika na kumpiga picha mtoto huyo. Ameeleza kwamba mama mtoto huyo alifariki siku 3 baada ya kumwachisha kunyonya, hivyo anapitia kwenye mazingira magumu kwa kuwa marehemu alimwachia watoto 4, huku akikamilisha idadi ya kuwa na watoto 9 anaowalea, na kusema kwamba hali yake ya kimaisha sio nzuri kwa kuwa anategemea kuuza samaki mtaani ili watoto waweze kula. Kwa jina anaitwa Monica Edward Agostino. Mtoto bwana walitoka tu hapa na kaka yake kwa Jumapili ile, wakasema sasa tunataka tukafagilie kaburi la mama. Wakaenda pale kwenye kaburi, kwa hiyo wakalimia kama wamekaa, alienda mishumaa yao, wakaiwasha mishumaa yao, wakafagilia. Basi mwisho wa siku kale katoto kakaa kwenye kaburi kama kanacheza cheza, akalala pale. Mwisho wa siku kuna mkaka na yeye akajisikia vibaya, ndo akampiga picha. Pale alilala tu, mbona kwa anachezea mchanga pale chini, amelala huko anachezea ule mchanga pale katikati ya kaburi la mama yake. Alishika msalaba, aliponyanyuka pale kikao kama kinacheka kinazunguka, alishika msalaba ule. Mama yake alikufa mwaka jana mwezi wa 5, maana hata mwaka baada hajafikisha. Mwezi wa 5 tarehe 2 tulizika, mwezi wa 5 tarehe 5 tulimzika. Alikufa ghafla tu, hakuumwa. Alikufa tu ghafla, alikuwa anafua mwenyewe. Katika kufuafua mwisho wa siku anaanika nguo pale, aliponyanyua mikono kuanika nguo, tukamwona mtu kama anayumba fulani, kama ana kizunguzungu fulani. Akayumba akafika akadondoka chini, akaanza kukoloma, akaanza kutoa povu. Tukambeba kumpeleka hospitali ya Shamba hapo Kawe. Fika pale ya kuchelewa, madaktari wanatuletea huyu mtu kashafariki. Basi amekufa, amemwacha yeye, ndo katoka kumwachisha kunyonya, ana siku 4. Kutoka kumwachisha kunyonya siku ya kwanza, siku ya pili, ya 3, ya 4 ndo anafariki. Changamoto ya kimaisha ninao mimi mwenyewe, ndo hivyo maisha yangu ndo kama unavyoyaona, hangaika nao hivyo. Mimi ndo ninaomlea, manake huyo mdogo wangu kaacha watoto 4. Mimi ndo ninaomlea huyo mtoto. Kazi nilikuwa nafanya biashara, lakini mpaka sasa biashara yangu imeporomoka, imeyumba ni kiuchumi. Nipo tu hapa, ndio hivyo. Na wewe wewe mtoto labda ana ufahamu wa kutambua chochote, labda kujua kwamba labda mama yake alifariki? Amna, labda akiona kama kuna kitu cha mama yake mule ndani, labda ni nguo zile za mama yake ambazo alikuwa kuzivaa, akiona ndo utamsikia tu ananiita mama, anaonesha tu. Au picha, akiona picha ya mama yake utamsikia mama, basi. Kwa sababu sasa ndo anaanza kujifunza kuongea kimoja. Ana umri gani? Ana miaka 2.5. Mwezi wa 6 mwaka huu, mwezi wa 6 tarehe 21 afikisha 3. Alikuwa natamani wanishike mkono, kwa sababu mimi mwenyewe sasa na watoto au 4 wa mdogo wangu, na mimi mwenyewe na watoto 5, sina makazi maalum, sina biashara, ndo kama hivyo inasuasua. Kwa hiyo nilikuwa naomba tu wanisaidie kwa hilo. Kaburi lipo hapa Mtongani hapa jeshini. Ni nyumbani? Sio nyumbani, makaburi kule jeshini Mtongani. Mama yake alikuwa anajishughulisha tu na biashara tu hivi vidogo basi. Baba yake ana kazi maalum, babake yupo tu, kama hivi kitokea kuna kazi ya ujenzi, yeye nisaidia fundi, kwa kimuita ndo anaenda, asipoitwa ni hivyo, hana kazi maalum kwa kweli, yupo. Na mtoto anaitwa nani? Michael Fred. Amna, ni makaburi ya laki tu ya watu. Katoto kadogo. Akanyeza hawezi kuongea, ukiuliza yeye kanacheka tu basi.
Hawezi kuongea vizuri, sema labda utamuuliza labda kufafanulie kitu nani. Na mimi mwenyewe kwanza nilivyoiona nimejisikia vibaya. Kwa sababu ni mtoto mdogo mpaka kaamua ni nini kilichomfanyisha mpaka alale pale. Nimejisikia vibaya sana. Alopiga picha na kusambaza. Pale walipokuwepo pale kulikuwa na watu, na maana ile tayari kaburi ya watu tu, walikuwa watu like ya watu wengi, kwa sababu kulikuwa na watu wengine walikuwa wanaangalia na kaburi yao. Kwa hiyo walipokaona kale katoto kamelala pale, wakapiga picha. Na mimi mwenyewe nakuja kuambiwa tu tumemwona Michael kwenye naniliu, tumemwona Michael. Mimi mwenyewe nimekuja kumuona ni jana ndo nakuja kumuona. Ila kwa kweli nijisikia vibaya mwanangu. Yule mtoto ameguswa. Kwa hiyo wananiombea tu kwa Mungu. Niendelee kumlea, nilee tu hiyo familia. Mungu anitie nguvu. Nashukuru.